Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pia tunayo kila sababu ya kuendeleza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wala zisikomee shukurani kwa Mola wetu mpaka iwe mwisho wa kuondoka kwetu. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mheshimiwa Meya, kwa kweli tuna furaha kubwa ya kuja kwenu kujumuika nasi katika shughuli hii ambayo imeandaliwa na kamati hii ya itikafu hapa Kidoti. Na miongoni mwa malengo ya itikafu ni kupatikana dua kama hii. Mheshimiwa, hawa uonao hapa mbele yako ni wana ya itikafu ambapo tokea mwezi 20 wako hapa katika mwezi wetu huu wa Ramadhani, na ikiwa leo tuko ndani ya mwezi 27. Hawa hawana jingine wanaolifanya hapa katika msikiti huu isipokuwa ni ibada tu. Tokea wanapoamka, na hata sijui wanaamka wakati gani, mpaka wanafika kulala, wala sijui wanalala wakati gani. Kama Mheshimiwa Meya jana alivyojionea mwenyewe hapa, saa 5 za usiku anaingia hapa, lakini anawakuta watu wapo ndani ya ibada. Kwa hii ndiyo kazi wanayoitenda hapa. Pale tulipokuja katika ofisi yako Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya kwa ajili ya kukupa taarifa ya shughuli yetu hii na kutaka baraka kwako, lengo ndiyo hili, sio jingine. Kukusanyika hapo Waislamu wakiwa na fursa nzuri isiyo na mashaka ya aina yoyote, ili waendelee kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutafuta radhi kwa Mola wao. Mheshimiwa, katika malengo ya itikafu kama alivyotangulia kusema, pia katika ratiba yetu ni kupatikana dua iliyokuwa kubwa sana, iliyokuwa muhimu sana, na waonao hapa wote hao wanajua nini umuhimu wa dua, na ndio maana wamekuwa changamfu tokea mwezi 20 Ramadhani. Katika zile harakati zetu ambazo zinaendelea katika msikiti huu ndani ya kumi hili, kupatikanwa darsa, kupatikanwa vipindi vya mawaidha, kupatikanwa vipindi vya adhkari, kupatikanwa vipindi vya usomaji wa Qur'ani, kupatikanwa vipindi vya swala za sunna na za faradhi, kwa ibada mbalimbali. Katika kipindi cha darsa ya tafsiri ya Qur'ani ambayo huwa inafanyika mara tu baada ya salatu al-asri, tumekuwa tukiishi katika ayatu siyam ambazo zinazungumzia habari ya siyam, ambazo pia zimetuonesha umuhimu wa dua. Msomaji wetu hapa namshukuru sana, aya alizozisoma ni muafaka mno na jambo letu hili. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Watakapokuuliza waja wangu hakika yangu, basi waambie mimi nipo karibu mno nao, naitikia maombi yao pale wanaponiomba, basi na waniitikie mimi, waniombe na mimi niko tayari kuwajibia maombi yao. Mheshimiwa, katika dua ambazo kwa muombaji zinakuwa ni makbulu, hazirejeshwi, ni dua inayoombwa na mfungaji. Kwa dua zetu hizi tumeshamuomba Allah subhanahu wa ta'ala na tunaendelea kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa na imani na yakini kwamba dua zetu zenye kukubaliwa, ikiwemo hii ya kuwaombea viongozi wetu wa juu, marais wetu, kuiombea nchi yetu. Lengo zaidi kuomba Allah awajalie viongozi wetu wawe wenye mapenzi baina yao, wenye wawe wapendani. Wakipendana wakubwa ni raha kwa wadogo, lakini kama wakubwa hawatopendana, kwa hiyo ni hatari kwa wadogo. Kwa kwanza kuwaombea kwamba wapendane,
lakini watupende na sisi tuko tayari kuwapenda, na Allah atuwafikishe hilo, wao wawafikishe na sisi atuwafikishe hilo, ili mapenzi yazidi. Na kwa hali hiyo ndio Allah atatunawirishia, atatudumishia amani yetu tuliyonayo. Amani ni muhimu sana. Hapa tumeweza kukaa hivi kwa sababu ya amani. Kama hakuna amani tusingaliweza kukaa, lakini tumeweza kukaa hapa kwa sababu ya amani. Ndio kila mara tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atudumishie amani yetu, na kama anavyolisimamia hilo rais wetu mpendwa. Tulitamani sana tujumuike naye, lakini Allah hakutupangia leo, lakini matumaini yetu tutakutana naye siku nyingine, tukiandaa dua kubwa kuliko hii kwa ajili hii ya kuitakia amani nchi yetu. Kwa tunamwomba Allah atudumishie amani leo na kesho kutwa mpaka mwisho wa maisha yetu. Amani hii isiwe yenye kupifika kipindi kakatika, bali iwe ni yenye kudumu. Mheshimiwa, nimeambiwa nisimame kwa ajili ya kumkaribisha mstahiki meya ili azungumze machache na baadaye akukaribishe wewe. Kwa hiyo kwa kulifanya hilo, ili nisije nikafanya makosa kwa kuingiza yangu, kwa hiyo Mheshimiwa Meya, tafadhali.